Leo tumekuja mtaani kuongea na baadhi ya wanawake shupavu waliowezeshwa na watu ili tuweze kusikia stori zao kuhusu ujasiriamali na uwezeshaji. Karibu. Ni kitu gani kizuri kuhusu kuwa mwanamke katika sekta ya biashara hapa Tanzania? Kwa upande wa mwanamke kuwa na biashara, cha kwanza ni heshima kubwa kama mwanamke. Kwanza najivunia kwa sababu mimi ni mwanamke ambaye nimeweza kuthubutu kuingia katika kazi ya usafirishaji wa bajaji, na pia katika kijiwe chetu ninachojivunia cha kwanza kwamba tupo wanakikundi 42, lakini wa kike niko peke yangu. Ungependa kuwapa ushauri gani wasichana wa Kitanzania wanaotaka kufanikiwa? Kwanza wasiogope na wasione kwamba kazi ya bajaji labda ni kazi ambayo labda ni ya wanaume peke yao. Hapana, kwamba wawe na ujasiri wa kufanya kazi. Wawe na ujasiri wa kuipenda kazi. Na wawe na ujasiri wa kutafuta kazi nzuri ya kufanya. Tufanye kazi, tujishughulishe, tupambane. Fursa zipo nyingi, fursa zipo za aina mbalimbali. Huwa unafanya nini ili kuendelea kuwa na motisha mambo yanapokuwa magumu? Nasali. Ya pili, tutasoma vitabu vya kukutia moyo. Usikate tamaa, sio kila siku ya kupata. Ni kitu gani ambacho unajivunia sana kukipata kama mwanamke? Vipaumbele. Sasa hizi tuna vipaumbele sana. Yaani siku hizi wanawake na wao wameweka kwenye zile fursa ambazo walikuwa ni wanasema kwamba ati mwanamke hawezi. Hizi hapa ni za ati mwanaume tu, ila saa hizi wote tunafanya. Kama ungeweza kubadilisha kitu kimoja kwa wanawake kwenye sekta yako, kingekuwa kitu gani? Ningeweza kuwabadilisha kwamba waingie katika mfumo huu wa udereva bajaji, kwa sababu kazi ya usafirishaji wa bajaji, yani wanawake tupo wachache. Yani kiasi cha kwamba hata ukimwambia mwanamke mwenzako yani kwamba njoo nikufundishe, mwingine anasema mimi naogopa sana, mwambie kwani mimi mwanaume. Na uvivu. Tupunguze uvivu. Uwezeshaji kwako unamaanisha nini? Kama watu walivyotusaidia kwenye uwezeshaji wa kibiashara, hawajataka kuangalia jinsia yoyote, wametaka kutusaidia. Uwezeshaji kwangu unamaanishwa kama mfano nilipowezeshwa bajaji. Bajaji nilienda kwa kampuni ya watu nikawezeshwa bajaji. Na nafanya biashara, napeleka hesabu kwa kila siku. Kwa neno moja unaweza kuwaelezea wanawake wa Kitanzania wa leo? Wanawake wa sasa ni shupavu, ni wapambanaji, ni tuna maendeleo pia. Wanawake wa Tanzania wa leo mimi kwanza nawapa hongera. Ukiachana na sekta ya usafirishaji tu, kwanza ni kuna wanaobeba zege, wanaojenga, na wengine pia ni wakandarasi, yani wanajituma tofauti na zamani.